بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على أتقى الخلق أكرمهم وأبرهم سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وكل من سار على نهجه إلى يوم الدين. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, walillahi alhamdu, katika mwendelezo wa darasa yetu tunaendelea na somo tulilolianza jana kunako masala ya udhu, ambapo ni sehemu katika mlolongo wa masail at-tahara, mambo ya tahara. Jana tuliangalia maana ya udhu na hikma yake na hukumu yake, kisha tukaangalia dalili ama ushahidi wa uwajibu wa swala hili la udhu, na mwisho tukatazama masharti ya udhu. Leo kwa idhini yake Allah tutaangalia nukta mbili. Ya kwanza ni furudhuhu ay a'dha'uhu, faradhi za udhu au vile viungo vinavyokoshwa wakati wa kutawadha, na mwisho sunanuhu, tazama zile ambazo ni mustahabu, sunna ambazo zapatikanwa katika kutawadha. Tuanze kutazama faradhi za udhu. Walillahi alhamdu, katika aya iliyotanguliza mwanzo ndiyo imetaja faradhi zote takriban za udhu. Aya ya 6 ipatikanayo katika sura ya 5, suratul Maida. Aya ile imetaja takriban 6 miongoni mwa faradhi za udhu, au 4, lakini katika uchanganuzi nafika paka 6 tutaziona. Jambo la kwanza lilotajwa ghaslul wajhi bikamilihi, kukosha uso kwa ukamilifu wake, na hii ni kauli ya Allah katika aya hiyo iliyotangulia mwanzo: idha qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum, pindi mnaposimama kwa ajili ya kuswali kosheni nyuso zenu. Na katika udhu, katika kukosha uso inaingia hapo pia almadmadhatu walistinshaq, kusukutua na kupadisha maji puani na kuyatoa. lianna alfama wal anfa min alwajhi, kwa sababu kinywa na pua ni sehemu ya uso. Hiyo la kwanza. La pili, ghaslu liyadaini ila almarafiq, kuosha mikono miwili mpaka katika viwiko viwili au viwiko.
na hayo ni kauli ya Allah isemayo wa aidiyakum ila almirfaqain, na kosheni mikono yenu mpaka katika viwiko viwili au vifundo viwili vya mikono. 3, mashu ar-ra's kullahu, mashu ar-ra's kullahu ma'a al-udhnayn, kupaka kichwa chote ama kupangusa kichwa chote kwa maji pamoja na masikio mawili. Na upangusaji inakuwa ni hivi, unafanya hivi paka mwisho, alafu unarudisha mbele. Na wakati unafanya hivi unatia vidole vyako, kidole gumba hivi katika masikio yako au matobo ya masikio yako. Kisha baada ya hapo vidole hichi cha sababa au cha shahada kinazunguka nje ya nini, ya masikio yako. Manake ni hivi, ushafika huku unamalizia hivi. Huo ndio upakaji mara moja tu. Allah anasema wamsahu biruusikum, panguseni vichwa vyenu. Wa qawluhu, na kauli ya mtume isemayo al-udhnani min ar-ra's, masikio mawili ni sehemu ya kichwa. Fala yujzi'u mash ba'du ar-ra's duna ba'dihi, kama masikio ni katika kichwa basi haifai kukosha kichwa peke yake, sehemu ya kichwa ukaacha baadhi ya maeneo masikio na kadhalika. Ijapokuwa kuna baadhi ya wanazuoni wanasema yajuzu kupaka sehemu ya kichwa, ukapaka tu hivi. Wa qawli mashu wamsahu biruusikum ay bi ba'd ruusikum, sehemu ya vichwa vyenu. Ni kauli baadhi ya wanazuoni wanasema, lakini kauli yenye nguvu, kauli jamhuri, ni kwamba kupaka kichwa kizima, kupangusa kichwa kizima. Jambo la 4, ghaslu rijlaini lil ka'baini, ni kuosha miguu miwili paka kwenye kongo mbili, vifundo viwili au macho ya miguu yale. Liqaulihi ta'ala wa arjulakum il ka'bain, pia hili ni kwa mujibu wa kauli ya Allah mtukufu isemayo na muoshe miguu yenu mpaka kwenye kongo mbili au macho mawili ya miguu yenu au vifundo vya miguu yenu. La 4, la 5 baada ya la 4, at-tartib, kupangilia. Lianna Allah ta'ala dhakarahu murattiba, kwa sababu ile aya tuliyoisoma, aya 6 sura ya 5 Maida, imepangilia vile viungo vya kukoshwa, ikaanza uso, mikono miwili, kichwa, kisha miguu. Kwa hiyo tunapata utaratibu ule, inapatikana faradhi nyingine ya kupangilia katika kutawadha. Haitojuzu mtu aanze uso, aanze mikono yake kabla ya uso, au aanze miguu kabla ya kichwa, au atoke usoni aende kwenye kichwa, arudi tena mikononi, aende miguuni. Hivyo haitofaa. Kwa hiyo at-tartib ni sehemu ya nguzo ambazo zinapaswa zingatiwe wakati wa kutawadha. Jambo lingine kaza katika swala la tartib, Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam tawadha aidan, vile vile alitawadha kwa mujibu wa mpangilio ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameutaja katika Qur'an. Alwajhu, alianza na uso, faliyadaini, kisha mikono miwili, farrasu, kisha kichwa, farrijlaini, kisha miguu miwili, kama warada dhalika fi sifati wudhuihi sallallahu alayhi wasallama, kama livyothibiti hilo katika mtindo wa udhu au kutawadha kwake mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, fi hadithi Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu wa ghairihi, katika masimulizi ya sahaba Abdullah ibn Zaid, Allah muiradhi, na masimulizi mengineyo ya masahaba wengine pia au hadithi zinginezo. Jambo la 6 na la mwisho katika faradhi za udhu, almuwala, ni kufululiza. Baadhi ya vitabu wanasema huwa ghaslu alwudh,
ni kuosha kiungo kabla ya kiungo cha nyuma yake kukauka. Maana yake uoshe mkono wako wa kushoto kabla ya mkono wa kulia hujakauka maji, ndio almuwalah, kufululiza. Kwa hiyo usikatishwe. Bi an yakuna ghaslu alwudhu aqiba alladhi qablahu mubashara biduni ta'khiri, iwe kuosha kiungo iwe ni baada ya kile chokuwa kabla yake moja kwa moja pasina kuchelewesha. Faqad kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam tawadda mutawaliya, alikuwa nabii rehma na amani juu yake akitawadha mfululizo. Wali hadithi Khalid bin Mi'dan, na hadithi ya Khalid mwana wa Mi'dan anasema anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, kwamba nabii rehma na amani ziwe juu yake, raa rajulan, alimuona mtu mmoja, yusalli, akiswali. Anasema Ma'dan, raa rajulan, alimuona mtu mmoja, yusalli, akiswali, wa fi dhahri qadamihi lum'atun qadra dirham, akiswali hali ya kuwa nyuma ya kisigino chake au nyao yake kuna kama kijishilingi. Lam yusibha alma, kishilingi hicho au kisehemu hicho hakijafikiwa na maji. Fa amarahu an yu'ida alwudu'a, mtume akamwamrisha yule mtu arejee udhu wake, yani atawadhe upya. Falau lam takun almuwalatu shartan la amarahu bighasli ma fatahu, anasema laiti singekuwa kufululiza na kufatanisha katika kutawadha si sharti la udhu, si sehemu ya faradhi, basi angemwambia tu, bwana ndugu yangu, kwa sababu katika mguu wako kuna sehemu haijafikiwa na maji, ngambia osha mguu wako peke yake. Lakini akamwambia nini? Anza mwanzo kutawadha, kwa sababu ashakaa muda mrefu kati ya kutawadha kwake mpaka anakuja kuonekana kwamba nyuma ya nyao yake au siginoni hakuna maji, hayajafika. Moja ikawa hapa akamwambia nenda katawadhe, kaanze mwanzo. Ingekuwa si kufululiza ni sharti au ni sehemu ya faradhi za udhu, akamwambia hemu kaoshe mguu wako pale nyuma ambapo pamebakia. Kwa huu ni ushahidi ambao hutumiwa na wanazuoni kwamba ni jambo ambalo la lazima na faradhi kufululiza katika utekelezaji wa ibada ya kutawadha. Hayo 6 ndiyo mambo ambayo ni faradhi katika kutawadha. Tuje katika jambo la mwisho, nukta ya mwisho leo hii, nayo ni sunanuhu, suna zake. Na hapa kuna mazungumzo kadhaa tutayaona ambayo ni muhimu tukayazingatia, ambao mara nyingi watu wanakuwa wanapata tabu nayo. Hunaka af'alu yustahabbu fi'luha 'inda alwudu'i wa yu'jaru 'alayha man fa'alaha wa man tarakaha ومن تركها لا زهدا فيها فلا حرج عليه. Anasema kuna baadhi ya mambo yanapendeza kuyafanya kwa mtu ambaye anatawadha, na mwenye kuyawacha mambo hayo si kwa kwamba amesema labda ameyapuuzia, pia mtu huyo hana shida, hamna shaka kuyaacha, maana yake hapati dhambi. Haya mambo huitwa sunna za kutawadha ama sunna za udhu. Wa hiya nayo at-tasmiya fi awwalihi, kwanza ni kusema bismillah mwanzo wa udhu. Hapa ndo kwenye mazungumzo marefu kidogo. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, qauli ya mtume semayo la wudhu'a liman lam yadhkur isma Allahi alayhi, hakuna udhu uliokamilika kwa yule ambaye hakutaja jina la Allah wakati wa kutawadha. Lakini hapa imewekwa bismillah ni katika sunna, katika mambo ya khiari. Kuna mjadala unazungumzwa kwamba bismillah ni wajibu katika swala, ni lazima. Arrajih wal arjah, jambo sahihi zaidi kwa mtazamo wa wanazuoni, swala la kusema bismillah ni jambo lisilo la lazima katika udhu, ni jambo la khiyari.
Na wanaosema ni lazima atumie hadithi hii wanaosema la udhu'a, hana udhu au hakuna udhu, liman lam yadhkur isma Allahi alayhi, kwa yule ambaye hajataja jina la Allah katika udhu. Kana kwamba mtume anakanusha udhu wa yule ambaye hajasema bismillah. Lakini wanazuoni wanasema hapa inazungumziwa ukamilifu wa udhu na si kusihi kwa udhu. Tuja kuona mifano. Udhu uliokamilika ni ule ambao umeambatana bismillah. Hili jambo halijamaanisha ulazima wa kusema bismillah. Ni sawa na kauli ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam aliyosema la i'tikafan illa fi 3 masajid, hakuna itikafu, ibada ya itikafu, isipokuwa katika misikiti mitatu. Unakusudiwa msikiti wa kwanza Masjidul Haram pale Makkah, Al-Kaaba pale. Msikiti wa pili Masjidun Nabawi pale Madina, msikiti wa Mtume. Msikiti wa tatu pale Palestine, Masjidul Aqsa. Hakuna itikafu isipokuwa katika misikiti hiyo mitatu. Swali ni je, hadithi hii inakusudiwa kwamba ukaitikafu hapa msikiti wa Tayyiba Kitanzini au msikiti wa Masjid Faraj au Masjid An-Nurain Abu Badr au misikiti mingine ya Dar es Salaam na kwingineko Mwanza na kadhalika, kwamba haiswihi itikafu? Hapana, hakuna itikafu yenye ujira mkubwa kama inayokaliwa katika misikiti hiyo mitatu: msikiti wa Haram pale Makkah, Masjid Nabawi Madina, Masjid al-Aqsa pale Palestine. Ndio maana ya mazungumzo haya. Ni sawa na hadithi hii inayosema la udhu'a liman lam yadhkur isma Allahi alayhi, hakuna udhu kwa yule ambaye hajataja jina la Allah katika udhu huo. Maana yake hakuna udhu wenye fadhila kubwa mbele ya Allah kama ule endapo haujatajiwa mwanzoni mwake jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni fadhila ninazungumzwa hapa. Lakini pia haya mazungumzo, kauli hii kwamba si lazima kusema bismillah wakati kutawadha, ni kauli jamhur, ni kauli ya kongamano au wanazuoni wengi katika wanazuoni wa masala ya sheria ya fiqh. Miongoni mwao ni mwanazuoni mkubwa Imam Abu Hanifa an-Nu'man, Imam Hanifa au katika madhhabu ya Hanafiya, na mwingine ni imam au madhhab ya Malikiya, Imam Malik ibn Anas, na mwingine Imam Muhammad Idris al-Shafi'i, madhhab Imam Shafi. Hawa maimamu watatu wanasema kwamba udhu unakamilika hata kukiwa bismillah haijatajwa. Sawa sawa ambaye hajataja amefanya kusudi au amesahau au hajui, udhu unakuwa umekamilika kwa madhehebu ya watu hawa watatu wanazuoni wakubwa rahimahumullahu ta'ala. Madhhabu ya Imam Ahmad bin Hanbal al-Hanabila ndio wakasema hapa inakusudiwa lazima udhu hauwezi kukamilika mpaka patikane bismillah katika kutawadha peke yake. Huyu ndio kasema kwamba bismillah ni wajibu katika kutawadha. Naye akasema ikitokea mtu akasahau bismillah kabla ya kutawadha, udhu wake pia ni sahihi. Kwa hiyo na kauli yenye nguvu ni jamhurul ulama. Kwa hiyo hilo ni pia liweke sawa katika mazungumzo haya ya sunna. Ndio maana hapa tunazungumzia sunna za udhu. Ya kwanza kabisa kwa ni bismillah, maana yake si jambo la lazima hili katika udhu. Na gogoro kubwa lilikuja katika masala ya kutawadha ukiwa msalani, bafuni, na mazingira mengi yanafahamika. Nyumba za sasa kuna wasema self contained, choo ni humo na bafu humo katika chumba. Toka chumbani unaingia chooni, unaingia bafuni. Na tunafahamu msalani au maliwatoni hauruhusiwi kutaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Basi kama utatawadha, maana yake udhu wako na itikadi ya kwamba bismillah ni lazima, maana yake udhu wako haujakamilika. Kwa hiyo utoke nje ya msala ya choo ukasema bismillah, rudi ndani ukatawadha.
Tunafahamu na nyumba za wageni zipo. Nyumba za wageni, guests au lodge, mahotel, fanadi, funduk. Unakuta pale ndio umeshapewa chumba chako na kila kitu ni humo ndani. Haya utoke kwa tawadhi nje. Na mwanga au vipi huyo? Hayo yanajitokeza. Kwa hiyo hakuna uzito namna hiyo. Kauli ambayo ni arjah ni kwamba swala bismillah sio lazima katika kutawadha, bali ni sunna miongoni mwa sunna za udhu. Wallahu a'lam katika jambo hilo. Sunna ya pili as-siwak, kupiga mswaki, liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, na hili ni kwa mujibu wa kauli ya Mtume rehma na amani za juu yake isemayo, la wudhu'a liman lam laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salatin au ma'a kulli wudhu'in. Laiti nisingeona kwamba nitawatilia uzito umma wangu, basi ningewaamuru kwamba lazima wapige mswaki kila wakati wa swala. Hapa ikaonesha hili jambo la muhimu na ni sunna, ni si lazima. Jambo la tatu katika sunna za kutawadha, ghaslul kaffaini thalatha fi awwali alwudhu'i, kuosha viganja viwili au vitanga viwili mara tatu mwanzoni mwa udhu au mwanzoni mwa kutawadha. Nalo hili lifi'lihi sallallahu alayhi wasallam dhalik, hilo ni kwa mujibu wa tendo lake Mtume, alifanya hivyo. Idh kana yaghsilu kaffaihi thalathan kabla wa wardi fi sifati kama warada fi sifati wudhuihi, pale ambapo alikuwa desturi ya Mtume akiosha viganja vyake viwili mara tatu kama ilivyothibiti katika mtindo wa udhu wa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Na hapa kuna majambo mengine tena. Kuna wale ambao unatawadha kwenye chombo, ima ni jagi, beseni la maji, ndoo au yale makopo yanapatikana baadhi ya misikiti. Je, waruhusiwa kutia mikono yako katika yale maji ukatawadha uso wako au hairuhusiwi? Jawabu ni kwamba unaruhusiwa, lakini baada ya kuwa umekosha mikono yako mara tatu, ndipo utaruhusiwa kutia mikono yako katika maji, kisha ukachota na ukajipangusa usoni, mikononi na viungo vingine ufuatia, wala maji yanakuwa hajanajisika. Kuna baadhi bwana usitie maji nani mikono kwenye maji bwana, anataka umimine uchuruzishe hivi. Hapana. Ni vizuri kweli kufanya hivyo, lakini endapo ushaosha mikono yako miwili au viganja vyako viwili, vitanga vyako viwili, ni ruhusa kuvitumbukiza viganja vyako hivyo kwenye ndoo ya maji au chombo chenye maji na kuchota kwa ajili ya kutawadha katika viungo vyosalia. Hilo jambo linajuzu katika sheria, halina shida yoyote. Jambo la 4 katika sunna za udhu, almubalaghatu fil madmadati wal istinshaq lighairi saim, kuzidisha katika kusukutua na kupandisha maji puani kwa asiyekuwa ndani ya saumu. Kuzidisha vipi? Unatia maji mdomoni badala ya kuyachukucha tu na kutema, kama vile unayazungusha lakini karibu na koo huku. Hiyo ndio mubalagha katika nini? Kusukutua. Lakini kwa asiyekuwa ndani ya saumu, kwa ndani ya saumu tosheka na hapa tema, sababu yale unaochukucha huku unaweza ukachelea uende yakatubukia ndani ya tumbo lako na ukawa umeharibu saumu yako. Kwa hiyo ukiwa wewe umefunga, tosheka na kuyazungusha maji yako kinywani, hapo imetosheka, hapo tayari. Walistinshaq, na pia almubalagha, kuzidisha wala kupandisha maji puani. Vipi? Wengine wanafanya tu hivi, kuna kuzidisha, unachukua maji hapa unayatia hivi, alafu unayavuta, alafu ndio unatoa. Kiyavuta vizuri utasikia paka kitu kinasisimuka hivi. Hiyo ndio mubalagha. Watu wengi hawawezi, wanakimbia. Hiyo ndio wenyewe, ndio sheria imewekwa hivi. Unachukua maji unayavuta, alafu unayatoa. Chef man anacheka, watu wa pwani washazoea. Unajua ile ukiwa unaogelea, kama wewe ushaogelea mara kwa mara, hauwezi kusema vitu kama hivyo kwenye maji. Lazima itakufuta siku moja. Maji yakiingia huwa sio inaingia pwani, ile si wapi.
basi unasikia kichwa kinatikisika namna hii, asimuka kabisa kichwa. Hiyo ndio mubalagha fi istinshaq au fil istinshaq. Kwa hiyo ni kuya maji unayavuta hivi kabisa afu unayatoa, lakini uchache wake ni kufanya tu kidogo na kuyatoa. Hiyo ni kawaida. Lakini mubalagha ni kwa ambaye hayupo katika hali ya saumu, takiwa achukue maji avute na atoe. Hiyo ndiyo almubalagha. Waliqaulihi sallallahu alayhi wasallam, na hilo ni kwa mujibu wa kauli ya Mtume semayo, wabalighi fil istinshaqi illa an takuna saima, pelekeni maji mengi au zidisheni kabisa katika kupandisha maji puani, isipokuwa unapokuwa katika hali ya saumu, hapo msizidishe. La tano, aldalku ni kusugua. Sugua kabisa, kama ni sehemu ya mikono unavoosha, sugua kabisa kisha maji yanaingia. Kama ni kwenye mikono, kwenye miguu, halikadhalika. Hiyo ni sunna. Wa takhalilu lihiyati alkathifatin bilma'i hatta yadkhula alma'u fi dakhiliha, na kuesua au kuchambua ndevu nyingi. Chambua kabisa bilma'i, kwa maji, ili hata mpaka maji yaingie katika nini, katika ndani ya ndevu. Hizo ni sunna, maana si lazima kutosha kufanya hivi, inatosha pia. Lifi'lihi sallallahu alayhi wasallama, twalipata hilo kwa tendo lake, rehma na amani ziwe juu yake, alifanya hivyo. Fa innahu, hakaye Mtume, kana idha tawadda dallaka dhira'aihi, alikuwa anapotawadha husugua dhiraa zake mbili. Dhiraa mbili ni kwamba sehemu hii ndio dhiraa kwa zamani, alikuwa anasugua. Tayib. Jambo, wakadhalika kana yudkhilu almaa tahta hankihi yukhallilu bihi lihiyatahu, vile vile Mtume alikuwa akiingiza maji chini ya kidevu chake, hapa alhanq, chini ya kidevu karibu na shingo, na anaingiza maji kisha anaesua, anachambua ndevu zake kwa maji hayo baada ya kuwa ameingiza namna hii. Hizo ni sunna. Jambo la sita, taqdimu al-yumna ala al-yusra fil yadaini warijlaini, kutanguliza kulia dhidi ya kushoto unapoosha mikono miwili au unapoosha, na pia unapoosha miguu miwili, kuanza kulia kwenda kushoto, ni sunna. Lifi'lihi sallallahu alayhi wasallama, na hilo pia ni tendo lake Mtume, rehma na amani ziwe juu lake. Anasemaje? Fa innahu, haikaye, kana yuhibbu tayammun, alikuwa anapenda kufanya mambo yake kulia. Fi tanaulihi, katika uvaaji wake wa viatu. Wa tarajulihi, hata kutana kwa kenywele anaanzia kulia. Wa fi sha'nihi kullihi, na katika mambo yake yote alikuwa anaanzia kulia. Jambo la saba, tathlithul ghusli au al-ghasli fil wajhi wal yadayn wal rijlayn, kuosha mara tatu uso, katika uso na mikono miwili na miguu miwili, ni sunna. Falwajibu marratan wahida, wajibu ni mara hii moja. Na usishangae yatokea hii, una maji yako machache, osha mara moja. Lakini una maji ya kutosha, osha mara moja au mara tatu, pate sunna. Lakini mara moja hii kwa mtu mwenye maji mengi, ahakikishe kweli maji yameenea katika mkono wake na uosha. Kama ameosha mara moja alafu maji hayajaenea mkono mzima, anapaswa kurudia, ni wajibu, so maji hajafika. Na hivyo hata ukiosha uso wako mara tatu, lakini ukabaini kuna pahala hapajafikiwa maji, pia yajuzu hata mara 10. Ya tatu bado, kuna sasa nimeacha, nenda ya 4. Bado hapa, nenda ya 5. Lakini uwe makini, sio kama ni israfu sasa. Kwa kuwa umeruhusiwa, uwanja uko wazi, na ni israfu, ni makruh kuzidisha mara 3. Kwamba tayari umeosha mkono wako mara 3 na maji yameenea vizuri katika mkono wako,
ukasema ngo niongeze maji, hasa kipindi cha joto, umeosha uso wako mara 3, hasa ile maji yanakupa kidogo baridi na sana, osha mara 4 tena. Au kichwani unakuta mtu anafungulia bomba kabisa na kichwa chake joto lile, hiyo ni makruhu. Kichwani mara moja tu, tena unapangusa, haukoshi. Kama kweli unataka ujitoe joto, jambo la sahihi wala halijakatazwa, lakini sio ni mchezo wa kufanya israfu ya maji. Kwa hiyo sunna ni kuosha mara 3, wajibu ni mara moja. Na hii ni mafunzo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama, alifanya hivyo. Faqad thabatat anhu, imethibitwa kwake mtume, annahu tawadha marratan wa marratayn wa thalathan. Mtume mara kadhaa alionekana akitawadha mara moja, anaosha uso, mikono mpaka miguu. Na mara nyingine alionekana akitawadha mara 2, uso mara 2, miguu mara 2, mikono mara 2. Na mara nyingine pia alionekana akiosha mara 3, uso mara 3, mikono mara 3 na miguu mara 3. Kwa yote haya yamethibiti kwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Jambo la 8 na mwisho katika sunna za udhu, adh-dhikru al-walid ba'da al-wudu'i, ni utajo, nyiradi, dhikri iliyothibiti baada ya kutawadha. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, na hii ni kwa mujibu wa kauli ya mtume isemayo, ma min ahadin au ma minkum min ahadin, hakuna miongoni mwenu mmoja wenu, yatawadda, atakayetawadha, fayusbigha wudu'ah, akapandisha akazidisha udhu wake vizuri, maana yake katawadha paka huku juu kabisa vizuri kwa ufanisi. Thumma yaqul, kisha akasema, ashhadu an la ilaha illa Allah, nashuhudia kuwa hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wahdahu, ni yeye peke yake, la sharika lahu, hana mshirika, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, na nashuhudia kwa hakika Muhammadi ni mja wake na mjumbe wake. Mtu akisema neno hayo, mtume anasema, illa futihat lahu abwabul jannati ath-thamaniya, isipokuwa mtu huyu atafunguliwa kwa ajili yake yeye milango 8 ya pepo. Yadkhulu min ayyiha shaa, ataingia katika mlango wote miongoni mwa hiyo 8 au takao. Ni hadithi ya sunna ya kusema, ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Baada ya kutawadha, ukisema neno hao, unafunguliwa milango 8 yote ya pepo. Kazi kwako uchague mlango gani utaka uingie: jannatu naim, jannatu firdaus, darus salam na milango mingineyo utachagua wewe mwenyewe. Hayo tuliomaliza nayo ndiyo miongoni mwa sunna za kutawadha, takriban mambo 8. La kwanza ni bismillahi, la pili ni kupiga mswaki, la tatu ni kuosha viganja viwili, la 4 ni kusukutua mpaka ndani kabisa na kupandisha maji puani, la 5 ni kusugua wakati wa kujisugua wakati unatawadha, la 6 ni kuanza kulia kabla ya kushoto wakati wa zile viungo viwili ambavyo ni mkono na miguu, la 7 ni kuosha mara 3, la 8 ni kusoma dua hii, ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Hizo ni sunna 8 miongoni mwa sunna ambazo yapaswa tujipambe nazo tunapotekeleza ibada tukufu, ibada ya kutawadha au ya